Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya Jumapili ya leo. Na katika ibada hii leo katika madhabahu hii Anza Siku na Bwana, tunaenda kusoma katika kile kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Maandiko yanasema, maana kwa ajili yenu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Tunaona maandiko yanaeleza sifa ya huyu mtoto atakayezaliwa. Isaya anaona kwamba kuna sifa ya mtoto atakayezaliwa ambaye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, na Mfalme wa amani. Na Mfalme wa amani. Sasa tunaona ufalme wa amani. Natamani tuongee hapo leo. Ufalme wa amani. Kwanza nilikuwa najiuliza kwa nini Mungu alitaka mwanae aitwe majina haya. Kwa nini wakina Isaya waliviona hivi vitu? Kwa sababu vyote vilivyoongelewa hapa ni vya muhimu sana kwa maisha ya mwamini awaye yote. Na tukiangalia leo kwenye swala la amani, hakuna hata mtu mmoja asiyependa amani. Kila mtu anapenda amani. Na tukiangalia, si kupenda tu, ni uhitaji, tena uhitaji wa lazima. Amani, amani, amani. Na unakuta dunia na yenyewe inatafuta amani. Na ndio maana Yesu akasema, amani yangu nawapa, amani yangu chukueni. Niwapavyo mimi, si kama ulimwengu toavyo. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu na wenyewe kuna namna unatoa amani, lakini si ya kudumu. Lakini Mungu ambaye ni Kristo Yesu anatoa amani ya kudumu. Amani itokayo kwa Bwana, si kama amani itokayo katika ulimwengu. Na ndio maana ni ngumu sana kuvilinganisha vitu vinavyotoka kwa Mungu na kwa wanadamu. Vinavyotoka kwa Mungu ni vya kudumu. Ukikumbuka yule mama Msamaria katika aliyekuwa akiteka maji kisimani, Yesu akawepo pale akamwomba maji. Yule mama akajitetea akasema, sikia, sisi na ninyi sisi wa Samaria na ninyi Wayahudi hatuchangamani. Desturi yetu, nyinyi mkiwa mashariki, si inabidi tuwe magharibi. Hatuwezi kushare hata vyombo. Akamwambia Yesu kitu kimoja yule mama. Akasema, light ungejua anayekuomba maji ni nani. Sasa ukiangalia yule mwanamke alikuwa hajui anayemwomba maji ni nani. Lakini Yesu akajitambulisha akasema, huyu anayekuomba maji na yeye anayo maji. Lakini maji yake yeye mtu akinywa haoni kiu kamwe. Hayo mnaokunywa nyinyi yanakata kiu kwa kitambo, lakini si kwa muda wote. Na ndio maana akasema, laiti ungejua hivyo, wewe sasa ndio ungeniomba mimi maji, kwa sababu maji ninayoyatoa mimi yanaleta uzima wa milele. Lakini maji ya kwenu nyinyi yanakata kiu tu, ya kwangu ni uzima. Ndi sawa na amani. Mungu anavyoachilia amani ni tofauti na wanadamu wanavyoachilia amani. Mungu anapoachilia amani tofauti na zile juhudi na jitihada za kutafuta amani ambazo wanadamu wanazo. Unakuta mimi bora niende tu nimalizane naye. Yaani bora mimi, yaani unaweza kumalizana na mtu kadhani umemalizana naye, kumbe hujamalizana naye. Unaweza kadhani umetafuta amani, kumbe hujapata amani. Lakini amani anayoitoa Mungu sio amani anayoitoa mwanadamu, sio amani anayoitoa ulimwengu. Na ndio maana tunapaswa kwenda mbele za Bwana na kumwambia Mungu, tupe amani yako. Lazima mtu mmoja aombe mabadilishano. Yesu akasema, jitieni nira yangu, jifunze kutoka kwangu. Kwamba kuna namna unaweza ukajitia nira ukaambatana na amani inayotoka kwa Bwana. Hii ni amani ambayo haijawahi kumwacha mtu katika kilio chake. Ninajua unaweza kuwa unanisikia wakati huu, lakini unapitia changamoto mbalimbali, ziwe za ndoa na mahusiano,
changamoto mbalimbali, ziwe za afya na mambo mengine. Unapitia changamoto mbalimbali, lakini nakuhakikishia, namba 1, hakuna jambo gumu Mungu asiloliweza. Namba 2, amani ya Bwana anayoitoa yeye si kama ulimwengu utoavyo. Yesu ni mfalme wa amani. Kwa nini aweke yeye ndio awe mfalme, asiweke mfalme mwingine? Kwa sababu amani anayoitoa yeye ni amani ya kifalme, na anaiachilia kwa namna ambayo hakuna mwanadamu mwingine anaweza akaiachilia hiyo amani. Kwa tunapoenda mbele za Bwana na kumwambia Mungu, tunakushukuru, tunaomba amani yako. Mtu mmoja anayeniangalia wakati huu na kunisikiliza wakati huu, kuna amani itaingia ndani yako ambayo hujawahi kutana nayo. Ni amani ya Bwana. Kuna amani itaingia ndani yako, hutaamini. Ni kitu ambacho hauwezi kukipata kwa mtu mwingine. Nataka tuende mbele za Bwana. Wewe ambaye unapitia changamoto ya kutokuwa na amani, niende mbele za Bwana, nimshukuru Mungu kwa ajili yako, lakini tuitangaze hiyo amani kwenye maisha yako. Tuitangaze hiyo amani kwenye maisha yako. Na wewe ambaye unatamani Mungu aingilie kati jambo hili, unaweza kushika sadaka yako pia, sadaka ya amani. Mungu achilia amani. Halafu nitakapoomba kwa dakika 1, amani ya Bwana itaanza kutembea na kukutafuta. Itaenda kugusa kona mbalimbali za maisha yako na utabaki kuwa salama. Tukatwende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya amani ambayo Mungu naiachilia ndani yetu. Vipo vitu vingi ambavyo shetani ameviamsha kwetu, lengo lake ni tukose amani. Vipo vitu vingi ambavyo adui ameviweka ndani ya maisha yetu, lengo lake tukose amani. Lakini wewe ni Mungu wa amani yetu. Umesema, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi si kama ulimwengu utoavyo. Wewe ni mfalme wa amani dhidi ya maisha yetu, dhidi ya maisha ya huyu anayeniona na kunitazama sasa hivi, dhidi ya maisha ya kila anayenisikia wakati huu. Mungu, ninaomba ukaachilie amani kwenye maisha ya watoto wako. Watoto wako watembee kwenye amani. Hofu iwaachie. Roho za mateso, roho za utumwa ziletazo hofu ziwaachie watu wako. Watu wako watembee kwenye amani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, ninaomba ukaachilia amani kwa mtoto wako anayenisikia wakati huu. Achilia nguvu ndani yake, achilia furaha ndani yake, achilia ushindi. Amani, amani, amani. Mungu aliye hai, achilia amani inene mema juu ya maisha haya. Ukayachunguze maisha haya na kuyapa amani katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa mkono wako wenye nguvu. Sifa na heshima vyote ni vya kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Ni maombi yenye nguvu yanayopenya kwenye maisha yako na kuhakikisha kwamba yanakutafuta hata upate amani. Utaachilia basi sadaka yako ya amani, utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema.